Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari la Mungu siku ya leo, ikiwa ni Alhamisi ya tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2024, baada ya Jumatano ya Majivu. Masomo yetu ya leo yanatuelekeza katika wazo kuu la kufanya maamuzi na uchaguzi sahihi kuhusu maisha yetu katika kumfuata Yesu Kristo ili tuwe na uzima wa milele. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 30 aya 15 hadi aya 20. Na somo la Injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura 9 aya 22 hadi aya 25. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili takatifu. Siku ile Yesu aliwaambia wafuasi wake kwamba imempasa mwana wa Adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakayeisalimisha. Kwa kuwa yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe? Neno la Bwana. Wapendwa wasikilizaji, katika maisha yetu kama Wakristo wasafiri, lengo letu ni kufikia uzima wa milele. Kwani Mungu ametuumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tufike kwake mbinguni. Katika kulifikia lengo hilo, tumepewa uhuru wa kuchagua, kwani tumepewa akili na utashi. Uchaguzi tufanyao ndiyo utakaopelekea kikomo cha maisha yetu. Je, tunachagua nini? Je, tunamtambua Kristo ni nani? Na ni kwa namna gani tunamfuata Bwana? Kumtambua Kristo katika maana kuzifahamu na kuzishika amri zake ni kielelezo sahihi kuwa tunampenda Kristo, na huko ndiko kupendwa na Mungu Baba. Wapendwa, tukiwa tumeanza kipindi cha Kwaresma, tumepewa muda wa siku 40 kwa ajili ya kusali, kufunga, kufanya toba na uongofu wa ndani, kusoma na kutafakari neno la Mungu na kumwilisha imani yetu katika matendo mema. Masomo yetu ya leo yanatualika kufanya tafakari ya kina juu ya umaana wa maisha yetu ya Kikristo na juu ya wito wa kila mmoja kama Mkristo, kwa kuchunguza maamuzi na uchaguzi wetu na namna tunavyofanya maamuzi na uchaguzi katika maisha yetu ya kila siku. Uchaguzi tunaofanya unatuunda, unaeleza mwondoko mzima wa maisha yetu na unatubadilisha ili tuweze kuenenda na kile tunachoamini. Somo la kwanza natupa angalisho: kuchagua kati ya kifo au uhai. Musa anawaeleza Waisraeli matokeo ya uchaguzi wao. Kama wakichagua mema katika kushika amri za Mungu, watabarikiwa zaidi. Na iwapo wakichagua uovu, basi watadhibiwa na kupata mauti. Uzuri na utamu wa maisha haya leo na sasa unatutia upofu wa kuona uzuri wa maisha ya umilele. Jambo hilo Yesu analiongelea katika mfumo wa msalaba. Tusipokuwa tayari kujikana, kuchukua msalaba yetu na kumfuata, hatufai kuwa wanafunzi wake. Kuikana nafsi ni tendo la kuvua mwelekeo na mvuto wa yale yote tuyapendayo na yasiyo na tija, tukilinganisha na maisha ya umilele. Kubeba msalaba ni kuwa tayari na kubali kuongozwa. Ni hali ama tendo la kukubali mapungufu tulionayo
kama binadamu ili yawe chachu ya kuelekea ukamilifu. Ni kujipokea, ni hali ya uhitaji wa neema ya Mungu. Ni hatua ya kwanza kuanza kukua kiroho. Ni kuwa tayari kujiachia na kujitoa mzima mzima mikononi mwa Mungu na kuwa na imani naye na kuweka matumaini yetu kwake daima. Yesu Kristo anasema yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Rejea Injili ya Yohane sura 14 aya 6. Katika safari ya ufuasi daima Kristo awe njia ya kuelekea uzima wa milele. Msalaba ndiyo njia aliyochagua Kristo. Hivyo kama wasafiri, msalaba ni jambo lisiloweza kukwepeka kabisa. Nifanye nini katika kipindi hiki cha Kwaresma kuimarisha maisha yangu ya ufuasi ili niweze kufikia uzima wa milele? Wapendwa wasikilizaji, katika mfungo huu mtakatifu wa Kwaresma tujipe muda wa kutosha wa kulisoma na kutafakari neno la Mungu ili tuweze kumfahamu Mungu, kujifahamu wenyewe na zaidi sana kutambua nia ya Mwenyezi Mungu kwetu sisi ili tuweze kufanya yote kadiri ya mapenzi yake. Ni wakati mzuri pia wa kusali sala binafsi na sala za jumuiya. Tushiriki misa takatifu, ibada njia ya msalaba na kupokea sakramenti hasa ya kitubio na Ekaristi takatifu. Pia tuyapalilie maisha ya fadhila kwa kuondoa magugu yatokanayo na vilema na dhambi. Ni wakati mwafaka zaidi wa kujinyima ama kujikatalia vitu vionjo na kuachana tabia zisizofaa ili tupate wakati wa kutosha wa kuwa pamoja na Mungu na wenzetu katika sala, kusoma na kutafakari neno la Mungu na kufanya matendo ya huruma ya kiroho na kibinadamu kwa wenzetu. Wapendwa wasikilizaji, Kwaresma ni kipindi cha utulivu, cha tafakari ya kina juu ya maamuzi na uchaguzi tunaofanya kila siku. Kwa sababu maisha yetu yamejawa na machaguo mengi sana, mengine makubwa ya muda mrefu yenye umuhimu mkubwa yakilinganishwa na mengine. Lakini kila siku tunakabiliwa na machaguo mawili makubwa kati ya uzima na mauti. Swali la kujiuliza, je, maamuzi ama uchaguzi tunaofanya kila siku utatupeleka katika uzima wa milele ama katika uovu na mauti? Tuchague uzima kwa kumchagua Kristo katika yote ili tuishi kwa kumpenda Mungu, kusikia na kutii sauti yake, na katika yote kujifungamanisha na yeye daima. Hivyo tuzitumie vizuri siku hizi 40 kuitikia, kupokea na kushirikiana neema za Bwana ili tuundwe upya katika sura na mfano wa Mungu kupitia uamuzi na uchaguzi wetu wa kila siku. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu na mimi Frateri Fidelis Oswald Lemge wa Jimbo Katoliki la Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala.